Karibu sana kwenye YouTube channel yetu ya Wauzaji. Leo tutajifunza jinsi ya kuweka password kwenye simu yako ya Samsung. Sasa hapa nitaonyesha hatua kwa hatua. Mimi huwa naenda taratibu pole pole ili uweze kuelewa na uweze wewe mwenyewe utaelekeza wengine na usikae usahau tena. Maana hivi vitu ni rahisi mno. Moja kwa moja sisi hapa tutaingia kwenye setting. Kumbuka lock tunaweka hapa ni lock, hii inamaanisha ya mtu akitaka kunanilia hapa aweze kutoa lock kwa fingerprint au aweze kutoa kupitia pattern kama mimi hapa. Tunaenda hatua kwa hatua. Moja kwa moja unaingia hapa, unatafuta setting. Mimi ukiona setting yangu ni hii hapa. Unaiona? Na wewe inawezekana ipo, lazima ipo, inawezekana imejificha sehemu au option nyingine kama hii setting uione kwa hapa, unaweza ukashusha notification kisha ukabonyeza hiki hapa. Hiki pia ni setting. Utakachobonyeza hiki itaingia kwenye setting. Pia ukibonyeza hiki utaingia kwenye setting pia. Baada hapo unapandisha taratibu, utakutana na option nyingi sana. Wewe nenda taratibu taratibu, tafuta mpaka sehemu iliyoandikwa lock screen and AOD. Nadhani umeiona. Baada ya hapo utaigusa hii sehemu. Baada ya kuigusa utakutana na option nyingi. Hapa tutaelezea kimoja kimoja, usijali kabisa. Wewe naomba uangalie ili uweze kunufaika. Baada ya kuingia hapo utaona sehemu ya kwanza pameandikwa screen lock and biometrics. Moja kwa moja utaingia kwenye screen lock and biometrics. Gusa hapo, itanidai draw your current pattern. Sasa kama wewe hauna pattern itaingia moja kwa moja, au password itaingia moja kwa moja, lakini mimi password ninayo. Kwa nitaiweka ile password. Password yangu ni hii. Imeona nimeikosea, ni n ya hivi, itafunguka. Sasa hapo mkutana na option mbalimbali. Screen lock and biometrics imeandikwa hapo juu. Ya kwanza hii pini ni unaweka pini, maana yake ni namba. Mfano ukiweka pini maana yake ni zile mtu password yake ni ya namba, mfano 1234 au 5678, ila ni namba 4. Hii ya kwanza pin. Hii aina iliyoandikwa password maana yake ni una uwezo kuweka mchanganyiko wa maneno na namba, au maneno peke yake au namba peke yake. Hii ndio maana ya password. Unaweza ukaweka mchanganyiko. Kumbuka pin ya juu ni namba peke yake. Pattern ni ya kuchora. Kama mimi niliweka hapo mwanzo, labda niliandika N, unaweza ukaandika L au wengine wanaandika Z. Hiyo ni pattern. Hii hapa ya chini ni swipe. Hii maana yake ni lock. Utaki weka lock kwenye simu yako, basi utabonyeza tu swipe. Ukibonyeza swipe, yani ukislide hivi, ukislide tap kwenye kioo, ndio inakuwa inajitoa lock. Hiyo watu wengi pia wanapenda kuiweka, lakini ni wale ambao wana changamoto ya kukumbuka password, na sio nzuri kabisa kwa sababu haina ulinzi. Mimi napenda kuweka pattern. Tukija hiki cha chini, kipengele cha chini, kuna option ya kwanza ni face recognition. Hii hapa ni uso. Hii ni password ya uso, mimi sijaiweka. Inayofuatia ni fingerprints. Alafu hapa chini ni maelezo. Sasa tuanze na fingerprints. Wengine fingerprints zao zipo hapa kwenye button, wengine fingerprints zao zipo nyuma ya simu. Kwa hiyo kila mtu ana fingerprint kwenye simu yake ambayo imekaa tofauti na mwingine. Sasa tuanze na fingerprints. Ukibonyeza fingerprints hapo, narudia tena, nimebonyeza hapa fingerprints. Ukibonyeza fingerprints inakuja option. Ya kwanza kabisa mimi niliweka kidole cha kwanza, nikaja nikaweka kidole kingine cha pili. Hapa naweza nikaongeza kidole kingine cha fingerprint.
Hapa chini inakwambia fingerprint unlock, inamaanisha ukiwasha kama mimi hapa, utaweza kutoa password ya simu yako kwa kutumia fingerprint. Inayofuatia imeandikwa fingerprint always on. Ukiwasha hii inamaanisha kwamba muda wote, hata kama kioo kimejizima, ila ukiweka kidole chako pale itaweza kusoma fingerprint yako. Hii sehemu ya tatu inakuonyesha show icon when screen is off. Mfano mtu akakutumia message, basi hata kama screen message imeingia au hata kama haijaingia, lakini kile ki icon cha kuweka fingerprint kionekane muda wote. Sasa mimi umeona nimeweka on always on display, kwa sababu endapo simu yangu kikiwa kina mwanga, hata kama ina lock, mwanga ukiingia tu pale ndio iweze kujionyesha ile kidude ile button ile sehemu ya fingerprint. Lakini ukibonyeza tap to show, mtu paka uguse ndo ile sehemu ije. Hii sehemu ya tatu, show animation when unlocking, mimi nimeiwasha ili nikiwa na unlock kwa kuweka fingerprint, basi kikitokea ki animation kidogo pale, kama kidole hivi kinacheza kidogo pale kwenye kioo, papa ndo inaji-unlock. Ile inaitwa animation. Inaweza kuwa saa nyingine kama mawingu fulani yanatokea kidogo pap kwenye kioo pale, umeona, inasaidia. Sasa kama ni mara kwanza kwenye ku add fingerprint, utabonyeza add fingerprint, itakwambia hapa fill the entire cycle. Sasa mimi hapa nitabonyeza register. Kama fingerprint yangu ingekuwa huku basi ningegusa huko, lakini mimi fingerprint yangu ipo kwenye kioo, kwa nitabonyeza hapa, umeona, nitabonyeza, umeona. Nitabonyeza kwa kukizungusha, umeona. Ukiona haijaongezeka inamaanisha kidole chako hakijakaa sawa, kwa hiyo inabidi uweke kikae vizuri zaidi. Umeona hapo imefika 100, imeniambia fingerprint yako ipo added. Nitapiga hapa done. Itaonesha hapa fingerprint nimeongeza ya 3. Umeona itaonesha. Sasa hapo nikitaka kuangalia, je, hiki kidole nimeweka kidole gani fingerprint, ndio itakuwa option check added fingerprints. Nitagusa hapo, nitaweka mfano nikatest na hiki pap, itaniambia hii ni fingerprint namba 3. Umeona hapo pap, hii ni fingerprint namba 3. Sasa sikia hapa, niweka na kidole cha huku, niweka cha huku pap, itaniambia hii ni fingerprint namba 1. Umeona fingerprint namba 1. Nikiweka hiki hamna fingerprint. Umeona fingerprint does not match. Lakini nikiweka hiki inaniambia kabisa fingerprint namba 1. Nikiweka hiki inasema fingerprint namba 3. Umeona? Kwa hiyo hapo tayari unakuwa umeshika fingerprint zako na utaweza kutoa lock kwa kutumia fingerprint. Imetoka. Narudi nyuma. Tulikuwa tunadhani mwanzo mwenyewe uliona hii sehemu tuliokuepo hapa, kuna option imeandikwa, kurudi hapa nitaandika password. Kuna sehemu palikuwa pameandikwa pattern. Sasa mfano ni mara ya kwanza unabonyeza pattern, labda mfano unataka uweke pattern, mimi nitaweka hii, lakini wewe kwa sababu utakuwa hauna pattern, basi utakuwa kwenye option hii, utashow pattern ambayo unaitaka. Baada hapo utabonyeza neno confirm. Baada hapo utapiga okay, itakuwa imekaa. Kwa utaweza kuitoa kwa kutumia pattern ya N.
Na sasa umenielewa. Ukitaka uweke tumeuni hapa. Ukitaka uweke pini, utabonyeza pin. Pin ni namba. Hapa nataka uandike namba 6 au 4, sio mbaya. Itategemea na wenyewe watakavyokuambia. Kwa utaandika hapa tata labda ngapi hizo? Umeona? Kisha utabonyeza continue. Lakini mimi hii situmii. Pia kama unataka uweke password, utabonyeza password. Utaweka, lakini yenyewe lazima iwe na mchanganyiko wa herufi na namba. Lakini pia hii unaweza kuweka labda hata mama. Ukitaka kuangalia ulichoandika unabonyeza kinanili kijicho, utaona umeandika mama labda 1 2 au mama 9. Kwa hiyo inakuwa password yako. Sasa mimi na cancel hapa kwa sababu hiyo mimi sihitaji. Mimi naweka tu pattern pamoja na fingerprint, hata face siweki. Ila ukitaka kuweka face unaweza kuweka pia. Mimi siweki face kwa sababu naona kwangu sio nzito sana. Kwa hiyo acha nirudie haraka step nilizopitia paka imefika hapa. Narudi nyuma kabisa. Niliingia hapa, nikaingia kwenye setting. Baada ya hapo nikashuka chini mpaka kwenye lock screen. Nikaingia kwenye lock screen. Baada ya hapo nikaingia kwenye screen lock and biometrics. Baada hapo nikaweka pattern yangu ambayo ni password ya sasa naotumia, ndio ikaniingiza kwenye hili swala. Hapo una add pin ambayo ni namba tu peke yake kuanzia 6. Hapa ni password ambayo ina mchanganyiko wa maneno na namba. Hapa ni swipe. Hapo unakuwa ukiswipe hivi screen yako inatoka bila kuweka password yote. Hii ni pattern. Hii ni nano. Ukibonyeza hapo kwenye nano password inajiondosha, kwa hiyo unakuwa hamna password yote kwenye kioo chako, hata kuswipe hamna. Mtu yote anaweza kaitumia. Hapa chini tulisema ni face recognition, unaweza kuweka password ya sura. Hapa chini unaweka password ya fingerprint. Karibu sana, usiache kusubscribe. Video kama hizi na nyingine nyingi tayari zipo. Karibu sana.